Hello, good people. Habari. Leo tutazungumza weekly smart money view. Au tunasema weekly smart money move. So guys, weekly smart money view or weekly smart money move. Katika weekly smart money view we have day of the week. Day of the week, nikisema day of the week maana yake tuna Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. Tuna siku 5 katika wiki. Sasa sisi katika hii weekly smart money view hatutrade Jumatatu wala Jumanne. Kwa nini hatutrade Jumatatu au Jumanne? Kwa sababu tunataka tujue where the daily range, where the market is going, the daily range, weekly range, soko linaelekea wapi. Sawa? Linaelekea wapi? Maana yake tunasubiri Jumatano, tunaingia sokoni, Alhamis, Ijumaa. Kama Jumatano umefungua PC yako, ukaingia ukawa huelewi where market is going, subiri Alhamis. Unaangalia where market is going. Alhamis, I hope itakupa true direction. Alhamis soko linaelekea wapi na Ijumaa linaelekea wapi. Kama ni bullish itakupa either bullish momentum ama bearish itakupa bearish momentum. Lakini sasa hauwezi kujua mpaka sasa uipitie hii video. Sasa hapa ninakufundisha kujua soko linaelekea wapi katika hizo siku 3. Jumatano, Alhamis na Ijumaa. Remember guys, we don't trade Monday and Tuesday. Sawa, tuna trade Jumatano, Alhamis, Ijumaa. Kama Jumatano soko hauelewi, unakaa pembeni. Unasubiri Alhamis. Alhamis una anticipate the move, where market is going. Kutokana na setups ambazo tutazijadili hapa, how I trade weekly range. Hapa naongeza jinsi gani na trade weekly range setup. Sawa guys. Ukifungua MT4 yako kwenye PC, ukihit Ctrl Y hapa inakaa period separator. Na kama hii ni period separator maana yake una siku 5, 1 2 3 4 5. Hii ni Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. So guys, kwa hiyo Monday. Sawa Monday, hii Jumatatu, Jumanne. Kwa hiyo huku kwa siku ya Jumatano you don't know price itabehave vipi. Sawa guys. Ufahamu soko litabehave vipi Jumatano, Alhamis na Ijumaa. Tunatumia hizi siku 2, Jumatatu na Jumanne, kujua where market is going. Sawa? Kwa tunaweka katika line here mpaka extend. Sawa? Kwa Jumanne, Jumatano tuna draw high or low. Tunaangalia Jumatano. Okay, umeingia Jumatano, soko umeingia Jumatano hapa. Sawa, umeamka asubuhi hapa uko kwenye London session. Sawa, au Asian session pia ina consolidate. Kwa hiyo unaangalia price behavior for the previous 2 days, Monday and Tuesday. Unaangalia imetengeneza high this one. Unaweka anchor point high the Monday, una draw here. All the way mpaka soko litakapofungwa. Unachora. Sawa? Chora hii hapa. Na hii Tuesday. Kwa hiyo ukichora hapo utakuwa kushaelewa where market is going. Sawa? Hii Monday high. Sawa? Hapa ni Tuesday low. Sawa guys? Baadaye sasa una anticipate move on Wednesday where market is going. Sawa? Let's add some lipstick on a chart kujua where market is going. Okay? Alright guys. Okay? This is period separator. Hii ni Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. Sawa? Kwa hiyo Monday hii hapa high. Unachora kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa. Unachora, sawa? Sawa guys? Unakuja Jumanne, unachora. Why? Kwa sababu hizi ni weekly, tuna anticipate Monday and Tuesday itengeneze weekly high or low if we formed. Yaani Monday au Tuesday itengeneze weekly high ama low, kujua soko linaenda wapi. Sawa guys? Unasubiri. Ikiwa Monday imekuwa broken, halafu soko likarudi ndani ya ile Monday zone, na maanisha ikarudi kwenye internal range liquidity. Sawa? Ikarudi kwenye internal range liquidity maana yake tuna anticipate hiyo ni bearish ama bullish. Mfano hii setup yetu Euro USD. Sawa? Monday, Tuesday.
line hapa, hii ni buy side liquidity. Kwa nini inaitwa buy side liquidity? Kwa sababu tuna anticipate, tunasubiri ikuwa high, Monday high ikuwa broken, tuna expect pair isell ije chini, itengeze pool of liquidity here, baadaye isell. So guys, na Wednesday ikiwa soko litavunja huku, tuna anticipate huku itengeze pool of liquidity, baadaye iwe bullish momentum. Kwa nini? Kwa sababu tutakuwa tushajua huku ishakuwa Monday, ishakuwa low, high inaenda kutengenezwa any kama Friday au Ijumaa. Sawa. Lakini Euro USD imetengeneza high katika Jumatano, Alhamis, this one. Kwa nini? Kwa sababu imebroke Monday high. Baada ku broke Monday high tu tusha anticipate. Tunajua kama hii Alhamis ndio ina form high, weekly high. Ikishatengeneza weekly high, manake hapa kutokuwa order, smart money and liquidity provider wana protect their order here. Kwa sababu kutokuwa kuna long walioingia hapa kwenye formic, wakafikiria price itaendelea kubai. Baada ya kuhit buy stop ya Monday, soko likasell. Ukiona tu soko limesha hit buy stop Monday, high Monday, baadaye likarudi kwenye internal range liquidity. Why tunasema imerudi kwenye internal range liquidity? Manake tuna void, liquidity void na kuenda kwa filled, alafu tuna liquidity pool, alafu tuna sell stop na kwa triggered injected on the market. What do you see? Baada ya kuhit hii Monday high, ikasell here. Utakiwa kuangalia M pattern au W pattern. Sawa. Inaweza kasitengeneze pattern ikaenda hivi tu ikarudi. Cha kuangalia imehit hii Monday high ama low. Sawa? Hapa tutachukulia mfano wa kwa imehit Monday high. Baada ya kuhit Monday high, baada kuwa break Monday high, maana yake imefanya pool of a liquidity. Maana yake tuna anticipate hiyo ni bearish week. Kwa nini? Kama ni bearish week, maana yake tuna anticipate Tuesday low iwe broken, sawa? Na hii Wednesday iwe broken. Maana yake ivunjwe hii Jumatano low, Jumanne low. Maana yake tushasema hii ni high. Ili iwe valid move, maana yake iwe break this Tuesday, Wednesday low. Sawa? Na Monday low zote ziwe broken. Sawa? So guys, kwa hiyo tukiona kama imeingia hapa ndani, what we have to look. Tunajua kama price sasa hivi ina move kwenye internal range liquidity. Imetoka kwenye external range liquidity huku, sawa? Kuchukua hizi buy stop order. Sasa ina move kwenye internal range liquidity. Why ina move internal range liquidity? Sababu kuna liquidity void here, sawa? Tuna order block, right? Tuna sell stop orders na kwa injected on the market. Sasa kwa liquidity. Onake price ili ukiona price ina move kwenye internal range liquidity, maana yake inaenda fill this liquidity void, ina fit some fair value gap inside, alafu inaenda quit zile sell stop order au buy stop order. Inategemea direction soko linaenda. Kama hii ni bearish momentum, maana yake inaenda kufill this liquidity void, fair value gap na sell stop inakuwa liquidity on the market. Sawa? Okay guys. Hapa okay. Baada ya kuhit, maana yake likasell. Tuesday Alhamisi hapa. Alhamisi soko likasell. Maana yake Ijumaa una anticipate litaendelea kusell. Cha kuangalia wewe unapaswa kuangalia sasa. Kuangalia element of trade setup. Order block au fair value gap ya kufanya uenge kwenye bearish momentum. Kwa nini? Kwa sababu ushajua hapa high imeshatengenezwa weekly high, kwa hiyo pia soko litamove kwenye kwenda kutafuta weekly low, form a weekly low. So sometimes unaona hii imekuja mpaka huku ikahit Jumanne. Maana hii imekuwa weekly high, hii weekly low. So sometimes unaweza kukuta likaishia hapa tu, likagonga hapa, hii weekly low haikuwa broken, maana tunajua hii weekly high, hii itakuwa low. Imekuwa valid. Kwa nini? Lakini tutakuwa tumepata some pips on the market. Sawa? Yeah. Ijumaa. Sawa? Limekuja, limebai. Kwa nini limebai hapa Ijumaa here? Kwa nini limebai? Limeanticipate move. Hao pattern trader wamefikiria litaenda kubai. Sawa? Lakini limekutana na order block here. Baada kukutana na order block ikaendelea bearish momentum yake. Kwa nini? Inakuja kusiki hizi sell stop order na hii sell stop order. Usiforce market ibai kwa kuona hizi M pattern, na kuiforce lazima isell kwa kuangalia hizi W pattern, kuiforce ibai kwa kuangalia W pattern na kuforce sell kwa kuangalia M pattern. Sawa guys? Wacha soko litembee, lipe muda litembee, li create opportunity wenyewe ili wewe uingie sokoni. Usiforce tu ukaona kama hii ishatengeneza low uka expect na nyingine ikija low itakuwa kama ni M ama ni W, low or high.
subiri soko likupe clear opportunity or clear setup kuingia sokoni. So guys, don't trade Monday. Kama unafuata hii weekly smart money view, usitrade Jumatatu, usitrade Jumanne. Sawa? Chukua high or low, unachora mistari yako kwenye Monday ama Tuesday ku anticipate where weekly range to form. High inaenda kutengenezwa wapi or low, weekly high ama low. Ikishatengeneza weekly high ama low, manake unajua where market is going right now. Manake your target is price lazima itatembea away from the weekly high ama weekly low. You have to know that. Kwa nini? Kwa sababu kutakuwa kuna kwanza itakuwa inatembea kwenye internal range liquidity ama external range liquidity. So, kama inatembea kwenye internal range liquidity, maana inaenda kufill zile liquidity void, fair value gap na kutafuta order block. Sawa? Ikuwa bullish ama bearish order block. Sawa? Here, price baada ya kuhit buy stop ikarudi hapa. Baada ya kurudi maana imekuja kufanya nini? Inakuja kufill hii formic move hii ya news. Yaani nisema hii ni liquidity void. Kama hujui maana ya liquidity void, pitia kuna video nimeposti ipo, utasoma liquidity void inaeleza what is a liquidity void and fair value gap. Sawa? Inakuja kufill hii void of sell side liquidity. Sawa? Manake imesema your target is, manake ishavunja hii Monday high, ishatengeneza pool of liquidity kwa sababu kuna hawa walifikiria itabai, manake sasa tunaenda kusell. Smart money hapa watasell. Why? Kwa sababu wanarani kwenye external range liquidity. Manake Alhamis hapa wewe utakuwa ushajua soko lina wapi. Kama hapa manake unataka uangalie selling opportunities. Sawa? Manake hapa una sell, your take profit iwe wapi? Below here. Sawa? Here imekuwa broken here. Ijumaa yani jana. Ijumaa soko lika move away from the opening price. Monday, this is a London session kill zone. Ikafika kwenye order block. This is a bearish order block. Baadaye ikasell. Halibai, most of the retail trader walijua hapa litaendelea kwenye bullish momentum. Kwa sababu wale expect hii iwe ni W, hapa imeshafika kwenye neckline, itaendelea kubai. No, haliwezi kubai kwa sababu limeshatengeneza weekly high. Price must move away from the weekly high ili ikatengeneze weekly low. So guys, away from the opening price, order block. Imesell. Baada kusell, where is your take profit? Here. Set stop order. So inatembea kwenye internal range liquidity. So imehit here, baadaye kaja hit this low internal range liquidity. Void buy side baada ya hit liquidity pool ya Jumanne. Sawa. Watu walikuwa kwenye mentorship group, I told them usibai euro USD right now. Angalia selling opportunity hapa kwa sababu soko liko hapa. Lishatembea kutoka hapa mpaka hapa jana. Nikamwambia look for selling opportunity. Why? Kwa sababu ishatengeneza weekly high. Sawa? Weekly high imeshatengenezwa, maana yake itaendelea kusell. Sawa? Imetengenezwa Alhamis weekly high this week. Maana yake you have to look bearish setup, not bullish. Baada ya kufanya some pullback here, hapa kuna breaker, sell side liquidity injected on the market. Imesell, imehit Tuesday low. Hivi ndio soko linavotembea. Changamoto inakuja, watu wengi wanakuwa wanaangalia hizi pattern. They are looking for M and W pattern. Simaanishi kama usiangalie hizo W pattern. Ask yourself, mara ngapi una trade hizo pattern unapata hasara? Angalia your trading history. Mara ngapi ukitrade M pattern unapata faida na mara ngapi ukitrade W pattern unapata faida? Right, note it down. Wewe kama una trade M pattern, W pattern, andika. Angalia average of your trade weekly ama monthly. Una winning trading ngapi za hizo pattern? Na una losing trading ngapi za hizo pattern? Central bank, smart money and liquidity provider hawa trade kwa hizo pattern. Only retail mind trading ndo wanatumia hizo pattern, head and shoulder, W pattern, angalia pool of liquidity. Patterns zinatengenezwa based on market structure. Once likiwa kuna order block,
itatokea tu hizo pattern. Once I'm telling you, don't trade this pattern. Don't trade the M and W pattern. Sawa? Kama una trade M na W pattern, hakikisha una strong reason. Na hakikisha umesha back test strategies yako inafanya kazi. Si washauri ku trade hizo pattern. I never trade this pattern. Why? Because average of losing yangu miaka yote iliyopita na miezi mingi sana nilikuwa napata hasara kwa kuangalia hizo M and W. Watu wote wakiingia kwenye soko wanafundishwa when you see double top, double bottom, trade. Ukiona double top, sell. Ukiona double bottom, buy. No, it doesn't work like that. You have to look the price behavior. So, market structural behavior. How IPTA behave. Nimeelezea how IPTA interbank price delivery algorithm. Unatakiwa ukaangalie ili ujue soko likitoka hapa linaenda wapi. Likitoka huku linaenda wapi? Likitoka kwenye consolidation, where is going? See, Jumatano. Price ipo kwenye consolidation here. Kwa sababu kuna formic move. Mentorship group niliwaambia EU ipo kwenye noise, formic noise. What the next? Maana kitafanya expansion move. Hii expansion move iliyotokea imeenda kufanya nini? Imeenda ku create weekly high. Sawa. Baada ya kutengeneza weekly high, what next? Imeblock Monday low, imeblock Monday high. Baada ya kublock Monday high, maana ime take some liquidity here. Nikasema now it's moving to the internal range liquidity. Kama inatembea kwenye internal range liquidity, your smart man target utakuwa na target to fill this void of buy side and void of sell side. Wakifika kwenye order block watafanya some retracement and fair value gap. Wafanya retail mind trading wa buy, waingize zile positions za kubuy, baadaye on a London session ama New York tunaendelea na movement yetu. Look here Friday imetengeneza kama pattern hivi. Watu wengi wale expect kama hii itabuy. Kwa hiyo baada ya kutengeneza hii pattern, baadaye ikafika hapa kwenye order block. Baada ya kufika kwenye order block, why? London session kill zone, ikasema you have a London session kill zone, you have AMD power of 3. Na weekly load form umeshatengeneza. What else do you need? You don't need any more W pattern, M pattern, trend line, falling edge, rising edge. All you need is a logarithm. Ask yourself, kwa nini price iko hapa? Inafanya nini? Hapa ilipo inafanya nini? Why ime reverse here? So, you don't trust AMD power of 3. That's why you always lose. Bado unafikiria kama na hold some secret back. I give you AMD power of 3. Look how powerful it is. Monday's open away from the opening price accumulation and then range expansion, distribution phase. Jumanne, away from the opening price is a manipulation. Range expansion. Guys, you are too blind because you are too busy looking for this M and W pattern, head and shoulder, inverse head and shoulder. You don't see this. This is how market play. This is how the market maker and the liquidity provider trade. Wednesday, consolidation. This is below the market price is a bullish day. Alhamis. Yep. Soko limefunguliwa, limeenda juu hit some liquidity, kutengeneza weekly high, sell it. It is the same thing. Opening price, manipulation, range expansion. Guys, I'm telling you, this is very, very powerful. I'm giving you this free content because naona most of the retail trader wanapoteza hela. They lose money kwa kuangalia trend line, channel, head and shoulder, sawa, Elliott wave, harmonic pattern. All are retail minded trading. Sawa. Huzioni hizi?
Only ICT traders ndio wanaelewa hii, this how it work. Sawa. So kama hujawahi kuangalia video zangu za mwanzo kwenye YouTube au any videos, previous videos zangu, na kama unaangalia hii, I'm telling you this is very very powerful. Nenda kaangalia video, ka watch video, utaelewa. Mondays ukifungua tu leo wewe kwenye trading plan yako unajua leo unaenda ku trade. Okay? You are sit on your table. Unafungua MT4 yako, fungua sim, find IBDA, look AMD, either bullish or bearish. Hold the time, wait for the perfect time and take a trade. Just practice on a demo account, you will see the improvement. Usiangalie M or retail minded pattern. Just look AMD. Sawa. Kama una trade daily trade, day trader. Kama ni day trader au intraday trader, unaangalia hii AMD. So guys, angalia hii AMD. Kama uta trade hii weekly Smartman view, kwa hiyo Jumatatu, Jumanne hau trade. Unachora hii Monday high, low unasubiri kwa broken here. Imeshakuwa broken, manake price itamove kwenye internal range liquidity, manake una look for selling opportunity too. Sawa, utakuwa unaangalia selling opportunity only. Sawa, element of setup order block, any pullback manake inakupa re-entry ya kusell. So price ina move kwenye internal range liquidity, ina seek for a liquidity. Order block here, sell, fair value gap. So guys, ngoja tuangalie GU. Hii GU nilipost hapa, niliseli Ijumaa na hapa nikaseli. Sawa, nikashare screenshot katika next chart. GU, this one GU, do you remember this GU? Niliseli hapa, TP yangu ilikuwa hapa, TP1 and TP2 here. Nikatuma screenshot kwenye next chart group au ICT, mliona nimesema this is how I trade weekly. Hii yani hivi ndio nilivyo trade Ijumaa. Why? Kwa sababu Monday's high here, buy side liquidity imekuwa broken here, pull of liquidity, baadaye karudi kufanya internal range liquidity. Why imemove kufanya internal range liquidity? Feel pull of buy side, pull of sell side liquidity. Imefeel pull of sell side liquidity, some fair value gap here. Ika retrace here, manake imekupa re-entry ya kuingia. Kwa sababu ushajua hii, usha anticipate this is weekly high. Manake your target is the market ita move kwenye weekly low. Ita hit this sell side liquidity, take profit iwe hapa and here. Kama position tatu hapa, hapa na hapa. Sawa, soko alikufika huku lakini imehit this 1 TP and second TP. Sawa, manake this is weekly high, this is weekly low. Sawa. Yes, again, look, Monday, AMD, away from the opening price, range expansion, distribution phase. Jumatano, the same thing. This is how market move, guys. I'm telling you, don't waste your goddamn time watching a M&W trend line, support and resistance. No, find the level ambazo smart money wanafanya transaction. They know exactly, soko likifunguliwa wanajua retail mind watakuwa reacted, wataingia sokoni. Lakini wana target above or below the opening price, ndio inatembelea daily range of the price. See, Formic day, away from the opening price, New York session kill zone. This is in IBDA, nivongea kwenye IBDA. Consolidation, retracement, expansion move. Ika hit this Monday high.
kwa sababu imefanya pool of a liquidity, buy stop order, buy stop zimekuwa injected in the market, wale breakout trader waka expect iendelea kubuy. Ukiona imesha hit Monday high au Tuesday low, what next? Alafu price ikarudi kwenye internal range liquidity, wait for the pullback or retracement, ndio unaangalia opportunity ya continuation of the trend, kwa sababu ushajua weekly high iko wapi and weekly low iko wapi. Sawa. Tuesday London and New York itatupa behavior. Jumatano soko linaenda kujibehave vipi? Sawa. Jumatano ukifungua angalia New York and London session, what the market structure behave. Most of the times Jumatano movement ya Jumatano inaenda kuhit this Monday high or Tuesday low, au Monday low or Tuesday high, inaenda kuinject liquidity, baadaye ina move inarudi kwenye engineering, inafanya internal range liquidity, kufill liquid void, fair value gap na kuhit order cable. This is a pair cable. Baada ya kuhit liquidity pool here, so guys, ilipo hit pool of liquidity ikarudi hapa ikafanya retracement. This is a re-entry, na hapa ndio nilipoingia nikaseli Ijumaa. Why nimeseli? Kwa sababu this is weekly high and Monday already broken. Hapa tushajua inaweza tuna anticipate hiyo weekly low, weekly high, or price ita move away kutafuta weekly low, kutengeneza weekly low to form. How many pips? A lot of pips. A lot of pips mia. Again, Ijumaa. This is a London session kill zone. Price away from the opening price, expansion move. Hii dynamic price imbalance, range expansion. Alafu karudi hapa kufanya retracement, distribution phase. Why imerudi kufanya retracement? Kwa sababu imesha hit this sell stop order, imesha kuwa injected of the market. Kwa kuna order hapa, wale expect itaendelea kusell kuhit this, kuja kuhit Jumanne low. See? Watatoka sokoni kwa sababu wengine watakuwa panic, hawataendelea kuhold this pair, wata expect endelea kubuy. The key point, kama una trade hii weekly smart money view, I'm trying to naelezea weekly smart money view. This is how I trade weekly smart money trade. If I don't trade Monday and Tuesday, I'm looking for this setup, weekly smart money view. Nasubiri Jumatano, Alhamis and Ijumaa. Kwa sababu Jumanne na Jumatatu itanipa price behavior ku anticipate weekly high ama low to form. Tuta anticipate weekly high or low itakuwa ishatengenezwa. Yeah. So guys, I want you to practice this weekly range expansion on your demo account. So guys, fanya mazoezi kabla huja deposit your real funds. Hakikisha unakuwa consistently on your strategies. Make sure you are consistently on your strategies. Ndio unaingia una trade real. Guys, asikwambie mtu ukitrade demo unajikomaza hupati emotional feeling. No, hakikisha kwenye demo account unakuwa consistently. Ukifanya any technical analysis yako inakuwa ni consistent. Until you are consistent with your technical analysis, ndio umake deposit on your real trading. Kama bado analysis yako haipo consistently, ukifanya analysis leo unapata, kesho unakosa, average of winning ni ndogo kuliko losing, you are not consistent on your strategies or technical analysis. Maana you have to improve that strategies. Kama unatumia strategies nyingine yoyote, unasikiliza hii video, hakikisha strategies unayotumia inakupa consistently. Sawa. Na kama hauna strategies ya consistency, hakikisha una practice hizi video ninazofundisha mimi.
kwenye demo account mpaka unakuwa sasa unajitengenezea model yako ya kutrade. Tunasema methodology yako ya kutrade. Aidha kama utajikita kwenye AMD only, kama utajikita kwenye Asian range setup only, kama utakuwa una trade this weekly smart money view only, fine. As long as you make pips, it's fine for you guys. Sawa? Huhitaji vitu vingi kukamua. Nimepata feedback, kuna watu wanatumia AMD, they make money, they make pips. Sawa? People that trade with Asian range setup, they also make some pips. Wananipa feedback. Kuna watu wanatumia ile tunasema market sentiment, they make money also, they make some pips. So people they use IBDA, they also make some pips. I want you guys to practice. Usiwe na haraka, utaka kutrade kwenye real account. How many times ukiingia kwenye real account unaunguza account? Ask yourself. Umeshaunguza account ngapi wakati una trade real? Ati guys, how many times? Okay? How many times guys unaingia unanipost real fund? Yes? Unakutana na watu wanakuambia ili uweze kukomaa kiakili and emotionally, uweze kucontrol your stress, unatakiwa kidogo uanze kutrade real account. No. They know nothing how algorithmic trader trade. They just want you to lose your money. So don't trade real fund until you are consistent on your demo account. Ndipo unatakiwa kudeposit hela, utakuwa sasa upo tayari kutrade kwenye fund. Sawa? I want you guys to have a diary. Tafuta diary yako. Sawa? Pitia video hizi zote za YouTube. Soma video one by one. Kila video fanya backtest. Kila video fanya backtest kwenye demo account. Ikiwa AMD, kama unajikita na AMD, hakikisha unafungua diary yako, unaangalia vile vyote nilivyoongea, unafuata mambo yote ambayo nimesema. Sawa? Unaandika, okay? Below the opening price, una note it down. It's a manipulation. Sawa? Unafuata every step. Range expansion. You take 25 pips, 50 pips, unatoka sokoni. Every day. Try to be, jaribu kuwa na discipline. Ukipata pips 25, 55 kama kwa wiki siku, unakaa sokoni. Unatoka nje, unafunga hiyo MT4, unafanya mambo mengine. Kama una families, if you are a family man, una spend time with your family, una rafiki, una spend time with your friends, unajifurahisha, unacheka, you spend times. Sawa? Kwa sababu utakuwa umeshajiwekea ratiba. Leo unaenda kusoma kitu fulani, na trade siku fulani, siku fulani si trading. Sawa? Once you have your diary, you note it down. Manake utaangalia, okay? Mimi ni Asian range setup. Okay, unaangalia Asian range setup, una practice, una backtest. How many times you lose on Asian range setup for this pair? One pair moja baada ya nyingine unafuata. AMD nimependekeza pair ku trade kwenye AMD zi USD pair nyingi sana. Kwa hiyo unaangalia USD pair sana kuangalia hii AMD. Je, kwenye demo account yako are you consistently with this AMD setup? Kama umeshakuwa consistently profitable kwenye AMD setup, hapo unaweza kudepest some amount of money na kuanza kutrade on your real fund. So guys, one thing I have to say here kabla sijamaliza. Utakuta mtu ameingia, kwa mfano hapa amesema GU, he said here kashapata pips 25, 50, 30, lakini bado ana hold position tu, ana expect apate pips 100 na ana mtaji mdogo. In the end atakuta soko linarudi. Kama umeingia position 2, umetrade hii position 2, manake position ya kwanza kabisa itumike kwenye your daily target. Once your daily target imeshakuwa reached for the first position or two position, una close ile position moja manually. Ukisha close position nyingine iliyobakia unaweka break even. So guys, not break even, hata kama so break even, yani una adjust your stop loss on your profit side.
Kama ni buy or sell, una just there, halafu unaacha soko litembee. Kwa nini? Hapo utakuwa una confidence ya kutosha, kwa sababu position ya kwanza imesha hit your daily target or weekly target, unatulia. Hii position ya pili you need a bonus, maana yake unataka more, unahitaji bonus kama soko litakupa bonus. Kama soko alikupa bonus ikarudi likahit your stop loss, ile break even yako, usijutie, shukuru, kwa sababu this is a market. Kuna siku uta lose, utapata hasara, lakini make sure you are winning. Average of winning iwe kubwa kuliko losing. Sawa? Hicho ndo kitu cha msingi sana. Losing trade ziwe smaller than winning trade. So guys, I want you to practice this weekly range smart money view. Chora hii Monday's high mpaka huku, halafu unakuja Tuesday high mpaka huku. Sawa? Unaangalia, unasubiri price break either Monday high ama low. Ikibreak halafu ikarudi ndani kwenye internal range liquidity ikifanya, maana yake unasubiri for pullback of re-entry Alhamis na Ijumaa. Unachukua pips zako 25, 30, 50, umefunga wiki. Kama una trade hii weekly range setup, don't trade Monday and Tuesday. Angalia Wednesday kama itakupa opportunity, Thursday, Friday. Kama Jumatano hukuielewa setup, acha, don't force it. Iache kama ilivyo. Subiri Alhamis uingie sokoni na Ijumaa. Sawa, Alhamis na Ijumaa. Don't trigger your money kwa kitu ambacho hukijui. Don't trigger your position kwa setup ambayo huna uhakika nayo na hauifahamu. Make sure una 90% au 85% wa hiyo setup, ya technical setup yako, either AMD au weekly range setup. So go practice, make perfect, man. So guys, usikate tamaa, fanya mazoezi ya kutosha. Hii weekly range, pima hizi buy side imbalance, sell side efficiency. This is hapa kuna liquidity void, yes, sell side imbalance, buy side imbalance, sell side inefficiency, fair value gap, liquidity void. Huko kuna liquidity void zinaenda kwa field. Kama usifahamu hizi, go watch my YouTube, my video on the YouTube channel, zipo nimeelezea. The most important things on this weekly smart money view setup, don't trade Monday and Tuesday. Tumia zile siku mbili, narudia tena. Why I'm repeat this again and again? Kwa sababu nasisitiza kwa umakini. Najua Tanzanian people sisi, sawa, tuna hungry with money, we need more money. Sawa. Ukiwa unatumia hii weekly smart money view, itakurahisishia, utakuwa uko free, comfortable mentally and healthily. Manake okay, I don't trade Monday, I don't trade on Tuesday. Nasubiri Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Okay? Kama Jumatano nimeingia sokoni nimepata hasara, I'm out of the market. Okay? Nasubiri Alhamisi. Alhamisi je, itanipa any opportunity ya kuingia? Yes. It will give you. As long as you may hit Mondays or Tuesday low or high, it will give you some pips. Utamedicate your losses ambao umezipata Jumatano. You just have to follow a proper risk management and your trading plan. So guys, follow your trading plan and a proper risk management. This is a key. So proper risk management and trading plan. Usijilipue. Use, train, try to practice on your demo account with this micro lots 0.01 to once you are consistent with 0.01 volume, basi utakuwa consistent kwa any volume utakotumia, all size, hata standard load, hata micro, utakuwa consistently, kwa sababu umeshakuwa na methodology ambayo wewe itakusaidia kutrade kwa consistently. Sawa, umeshapata hiyo powerful strategies. Kama either umekuwa una AMD ukicombine na either unatumia hii weekly range setup, unamkamua broker. So guys,
Thank you so much. Thank you for your time. I wish you good luck, you and your family, and have a nice weekend, guys. Thank you. All right.